Na lengo la kutembelea na kuona hii mito ni kuona ni namna gani ya kudhibiti, kwa sababu imekuwa mito mikorofi na inaathiri maisha ya wananchi, inaathiri uzalishaji na inaathiri usafiri na usafirishaji wa bidhaa na wananchi. Huu mto wa Pinyinya ambao tumetoka kuangalia ni sawa na mito mingine ya huo mto wa Jue. Unakula kingo, unapanuka kila wakati, na eneo ambalo tumetoka kuangalia ni eneo la uzalishaji la eneo hili la Pinyinya, ndio chakula kinazalishwa. Kwa hiyo mvua ikinyesha, na ule mto umeona upana wake ulivyokuwa mkubwa, mvua ikinyesha sio tu makazi yanaathirika, lakini watu hawatoki manyumbani kwa muda wa wiki au zaidi. Lengo kuu la kuja kufika hapa ni kuja kufanya site visit kulingana na maeneo yetu. Ukiangalia wilaya ya Ngorongoro, maeneo yake mengi ni maeneo tengefu, na kuna mto ambao chimbuko la haya yote makorongo au hii mito yote kuendelea kutanuka, chimbuko la huu mto unajulikana kama mto Juhe. Sasa mto huu umekuwa ukiathiri kwa sababu karibu ya kila eneo tumejaribu kuzunguka kwenye maeneo tofauti tofauti. Tumeanzia kata ya Pinyinya, penyewe tumeona namna kina kinavyozidi kuwa karibu, manake kina kinakuwa karibu zaidi kwa sababu ya ule mchango unavyozidi kujaa kwa sababu ya maporomoko ya maji. Namna maji yanavyokuwa yanapita, kina cha mto kinakuwa kinazidi kuwa karibu. Naona changamoto, barabara zimekatwa, kwa lazima tutengeneze vivuko ili mawasiliano ya pande zote mbili yawepo, lakini kwa sasa mawasiliano hayaonekani kwa sababu ya barabara hazipitiki. Barabara zinakuwa ni za msimu tu wa kiangazi, lakini tunapofika kipindi cha masika hamna mawasiliano baina ya pande mbili. Kwa hiyo sasa, kwa sababu tumeona changamoto ni kivuko, lakini vile hivyo kwa changamoto ya mazingira ni kina cha mto, kwa haya mambo yote yatajadiliwa tutakapofika ofisini. Tulishatoa malalamiko yetu sana. Tumepata athari nyingi sana za mto kutokana na mafuriko kwa muda mrefu, kuanzia miaka za 98 hadi mpaka hapa tulipo. Imekuwa na athari nyingi sana ndani ya jamii. Ukiangalia kwanza, makazi ya watu yameshahamishwa tangu miaka yote hayo. Mto unakuja unaenda kwenye makazi ya watu. Watu wengi sana wamepoteza sana maisha kwenye mto. Kama mwaka juzi tulipoteza daktari ambaye ndiye alikuwa mfawidhi mkuu wa dispensary yetu hapa kutokana na athari za mafuriko.